sana sana watoto wa kiume. Watoto wa kike angalau wanasukumwa ile nenda shule. Ukienda, if you go to these schools, ukiangalia kwenye register, you realize kwamba at least attendance ya mtoto wa kike anajaribu kuenda hadi amalize ile grade ya mwisho. Sawa? Watoto wa kiume wakishafika grade 5, grade 6, in Lunga sub county wanaanza. Na mzazi ni sawa kwa sababu at the end of the day analetewa riziki nyumbani. You see? So inamaanisha nini? Sisi wenyewe ndo tuwatelekeza wale watoto. Sisi wenyewe ndo tunajiwekea hizi levels ziendelee kuwa nini? Kuwa duni. But if you go to other places ama other schools, unapata walimu wenyewe wanasema, yes, serikali labda imesema watoto waende asubuhi, jioni waende zao nyumbani, lakini sisi tunataka watoto wetu wafundishwe tuition. We are ready to pay, wasome, waweze kuwa kama wale wengine. Unaona, tuition zinawekwa. Wazazi wanasema sisi basi tutachanga pesa fulani kwa sababu pengine somo fulani linahitaji jambo extra. Let's say for example CRE IRE. Utapata yes, mwalimu anafunza lesson, lakini muhimu kwenda kutafuta yule ustadi aje pale kuja kuleta tafsiri zingine zaidi. That is extra cost. Wazazi wanajitolea. So utapata yule mtoto hata kwa sawa sana yule mwenye anamwachilia afanye nini? Apeleke baiskeli akulete shilingi 100 jioni. Unaelewa? So I think ni sisi wenyewe tu tukubali kwa jamii zetu kwamba sisi tumeamua kwamba tuwatelekeza wale watoto na kuhakikisha kwamba bado like our economic life inazidi kukua duni kila kuchao. So tukikubaliana na hapo kwamba tuko na changamoto, then tujiulize solution ni gani? What do we need to do? Sawa, tufanye nini? Yaani swali yako ingekuja tufanye nini hapa Lunga ili tuweze kufikia zile standards za zile other areas.